atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Asubuhi ya leo tunaendelea na somo letu zuri linalohusu kuwezeshwa na Roho Mtakatifu. Kuwezeshwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, kuwezeshwa na Roho Mtakatifu katika maisha ya Mkristo. Kuwezeshwa na Roho Mtakatifu katika maisha ya Mkristo. Na maisha ya Mkristo yamegawanyika katika maeneo mawili ya muhimu sana. Eneo la kwanza ni eneo la kiroho na eneo la pili ni eneo la kimwili. Kuwezeshwa na Roho Mtakatifu katika maisha ya Mkristo. Na maisha ya Mkristo yamegawanyika katika sehemu mbili kubwa. Eneo la kwanza ni eneo la kiroho na eneo la pili ni eneo la kimwili. Yaani maisha ya kawaida kabisa. Maisha ya kawaida kabisa ya kimwili. Haya ambayo tunayoishi. Lakini tuna maisha ya kiroho. Roho Mtakatifu ni mwezeshaji. Ukisoma kwenye Biblia ya Kiingereza All Bible inaonyesha neno hili inazungumza habari ya Roho Mtakatifu hapa kuwe msaidizi, inazungumza neno helper. Ina maana mwezeshaji. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni mwezeshaji. Ni mwezeshaji katika maisha ya muamini. Na tumeingia 2026, wapendwa, tunahitaji kuwezeshwa na Roho. Hatuwezi kushinda bila kuwezeshwa na Roho. Tunamhitaji Roho Mtakatifu. Tunazo kiroho chetu, maisha yetu ya kiroho, ili tuwe na kiroho kizuri, tumpende Mungu, tumtumikie Mungu, tushinde dhambi, tushinde mazingira yote, tuwe na ufanisi. Ni lazima tuwezeshwe na Roho Mtakatifu katika maisha ya kiroho. Lakini katika maisha ya kimwili pia zipo changamoto mbalimbali ambazo twaweza kukutana nazo katika safari ya siku 365. Roho Mtakatifu ndiye mwezeshaji wetu anayeweza kutuwezesha katika safari hiyo ya siku 365 za mwaka mzima. Kwa hiyo tunahitaji kuwezeshwa na Roho Mtakatifu. Na ni muhimu sana katika maisha ya muamini. Bila Roho hauwezi lolote. Bila Roho Mtakatifu, Yesu alipokuwa anapaa, anaondoka baada ya kumaliza kazi pale msalabani, na akafufuka na akajidhihirisha siku 40, na siku ya 40 akapaa kwenda mbinguni, akawaahidi habari ya Roho Mtakatifu. Akawaambia kwamba atakuja msaidizi mwingine, nami nitamwomba Baba awape msaidizi mwingine. Anasema ili huyo msaidizi atakapokuja atawafundisha. Huyo msaidizi atakapokuja kutoka kwa Baba kwa jina langu atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa kazi moja kubwa ya Roho Mtakatifu ni msaidizi. Na tuliona kama msaidizi, yeye ambaye ni mwezeshaji wetu anatuwezesha kwenye ushauri. Neno msaidizi lina maana ya kwamba kwa lugha hasiri kabisa ile ya Kigiriki iliyoandikwa, maana yake ni mshauri. Roho Mtakatifu ni mshauri. Lakini pia tuliona yeye ni mfariji. Kama msaidizi, yeye ni mfariji katika nyakati za tabu, nyakati za shida, nyakati za mapito. Roho Mtakatifu ni mfariji. Lakini ni mshauri katika nyakati ambazo unahitaji ushauri wa kiungu, mahali ambapo umekutana na mambo magumu na mazito, huna namna, hujui ufanyeje, utokaje. Roho Mtakatifu ni mshauri. Atakushauri na kukuongoza njia ya kuendea, namna ya kufanya na namna ya kutoka. Na ndio maana ni muhimu sana kwenye maisha ya muamini. Sema amina kama tuko pamoja vizuri sawa sawa. Sema amina kama tuko pamoja vizuri sawa sawa. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Sasa leo hebu tuendelee kuangalia
kumwangalia huyu Roho Mtakatifu kama mwezeshaji katika maisha ya Mkristo. Uwezeshwaji wa Roho Mtakatifu katika maisha ya Mkristo. Tutaangalia eneo moja kama maeneo mawili siku ya leo. Eneo la kwanza ambalo tunalitazama tena katika siku ya leo, baada ya kuona kwamba yeye ni helper, ni mwezeshaji wetu, msaidizi wetu, tunaona eneo jingine, Roho Mtakatifu yeye utuwezesha na kututia nguvu kushinda dhambi na kuishi maisha matakatifu. Roho Mtakatifu anatuwezesha kwenye maisha ya kiroho, kututia nguvu za kiroho. Yaani ili upate nguvu ya maombi. Unajua kuna nyakati ambazo hali joto ya kiroho ni kama namna fulani inashuka. Namna fulani inashuka kwako. Maombi wakati fulani unaona kama hayapandi. Kusoma neno kama wakati fulani vile hakupandi. Hakuji vizuri sana. Hausikii ule bubujiko lako ndani ya moyo wako. Nataka nikuambie katika hali hiyo, mtu ambaye anaweza kukuwezesha ni Roho Mtakatifu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Akainua tena kiwango chako, akakutia nguvu tena katika wakati wa kuchoka. Tuna nyakati ambazo twaweza kuzipitia za kuchoka kwa sababu ya mambo mbalimbali, changamoto mbalimbali ambazo unaweza ukazipitia na zikaleta uchofu kwenye maisha yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Unaweza ukajiangalia na ukajipima kwamba namna ulivyoanza uokovu, spidi uliyokuwa nayo ya kumpenda Mungu, spidi uliyokuwa nayo ya kusoma neno la Mungu, spidi uliyokuwa nayo ya kushuhudia, spidi uliyokuwa nayo ya kuhudhuria mikesha, spidi uliyokuwa nayo ya kushuhudia, kumshuhudia mtu moja moja. Wakati fulani unaweza kuona spidi ile kama inapungua, kama haujazwi tena na tena, hauwezeshwi na Roho Mtakatifu kujazwa tena na tena. Tunapojazwa na nguvu za Roho Mtakatifu tena na tena na tena, tunarejeshewa na kuwezeshwa kurudi kwenye kiwango tunachopaswa kuwa nacho cha kiroho. Sema amina kama tuko pamoja vizuri sawa sawa. Unaanza kusikia bubujiko tena, unaanza kusikia nguvu ya kusoma neno la Mungu, unaanza kusikia shauku ya kushuhudia, unaanza kusikia shauku ya kumtumikia Bwana, unaanza kusikia shauku ya kwenda mkesha. Sema amina kama tuko pamoja vizuri sawa sawa. Unaanza kusikia shauku ya maombi. Kwa nini? Kwa sababu yupo Roho Mtakatifu anakuwezesha katika nyakati hizo, kwa kukutia nguvu mpya na kukupa nguvu mpya inayokuinua tena kwa upya. Sema amina kama tuko pamoja vizuri sawa sawa. Na ndio maana tunamhitaji Roho Mtakatifu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo anatuwezesha. Roho Mtakatifu ni mwezeshaji, ututia nguvu na kutupa ushindi dhidi ya dhambi na kuishi maisha matakatifu. Kitabu cha Warumi sura ile ya 8 mstari ule wa kwanza mpaka mstari wa 14, Paulo mtume anaonyesha umuhimu sana wa kujaa Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho ndiye anayeweza kutusaidia kushinda dhambi, anaweza kutupa nguvu ya kushinda dhambi na vishawishi vyake, lakini anayeweza kutuwezesha pia kuyaishi maisha matakatifu yanayompendeza Mungu. Warumi sura ile ya 8 mstari ule wa kwanza mpaka mstari ule wa 14, maandiko yanasema sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, kwa kuwa sheria ya roho ya uzima ile iliyo katika Kristo Yesu imewaacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu kwa kumtuma mwanaye mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi,
kwa sababu ya dhambi. Alihukumu dhambi katika mwili. Alihukumu dhambi katika mwili ili maagizo ya Torati yatimizwe ndani yetu, ili sisi tuenende kwa kufuata, ili sisi tusienende kwa kufuata mambo ya mwili, bali mambo ya Roho. Ili sisi tusienende kwa kufuata mambo ya mwili, bali mambo ya Roho. Naomba mstari upigie vizuri mstari. Mstari wa 5, kwa maana wale waufuatao mwili huyafikiri mambo ya mwili, bali wale waifuatao Roho huyafikiri mambo ya rohoni. Kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya Roho ni uzima na amani. Kwa kuwa nia ya mwili ina uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu, wala haiwezi kutii. Wale waufuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu, lakini Roho wa Mungu lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamuufuati mwili, bali mwaifuata Roho. Lakini mtu awe yoyote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Mpigia tena huo mstari. Na Kristo akiwa ndani yenu, mwili wenu umekufa kwa sababu ya dhambi, bali roho yenu i hai kwa sababu ya haki. Lakini ikiwa Roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataiuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa Roho wake anayekaa ndani yenu. Pigia mstari pia huo, kwa Roho wake anayekaa ndani yenu. Basi kama ni hivyo ndugu, basi kama ni hivyo ndugu, tu wageni si wa mwili, tuishi kwa kufuata mambo ya mwili. Mstari wa 13, kwa maana kama tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili, twataka kufa. Bali kama tukiafisha matendo ya mwili kwa Roho, mtaishi. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Baba, yabariki maneno haya, tawala katikati yetu, tembea katikati yetu. Wacha tuione hii kazi ya Roho Mtakatifu ikifanya kazi ndani yetu. Tunajiweka mikononi mwako katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu, amen. Hapa tunaona juu ya kuwezeshwa na Roho Mtakatifu katika maisha ya muamini. Paulo mtume anaeleza jambo la muhimu sana juu ya habari ya kuwezeshwa na Roho Mtakatifu. Anazungumza juu ya sheria ile ya maagizo ya Torati, na anazungumza hata namna ya vita vilivyopo kati ya mwili na roho, namna ambavyo mwili hauwezi kutii sheria ya Roho. Mwili hauwezi kutii wala hauwezi kumpendeza Mungu. Mwili unatiishwa na Roho Mtakatifu. Sema amina kama tuko pamoja vizuri sawa sawa, kwamba ni Roho Mtakatifu ndiye anayeuwezesha kutiisha mwili. Bwana apewe sifa sana. Bwana apewe sifa sana. Bwana apewe sifa sana. Bwana apewe sifa sana. Tunamhitaji Roho Mtakatifu. Nasema tena, tunamhitaji Roho Mtakatifu. Anasema mstari wa 8, wale waufuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Wale waufuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Lakini mstari wa 9 anasema, lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamufuati mwili, bali mwaifuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Bwana Yesu atusaidie sana.
kuna namna mbili ambavyo unahitaji katika maisha yako. Nimesema tunahitaji kuwezeshwa na Roho Mtakatifu katika maisha ya kiroho na katika maisha yetu ya kimwili. Na hapa Paulo mtume anazungumza juu ya vita vilivyopo kati ya mwili na roho. Na vita hivyo sio vita vidogo. Paulo anazungumza ni vita vikubwa, kwamba wale wanaofuata mwili, mwili una tamaa zake, mwili una mapenzi yake, mwili una vitu vyake. Mwili hautamani hata siku moja kufanya mapenzi ya Mungu. Mwili unatamani kufanya mapenzi ya mwili, yaani mapenzi ya dunia. Bwana Yesu Kristo asaidie sana. Mwili unatamani kulala. Hata mwingine ulipokuwa asubuhi ilibidi ujilazimisha, maana mwili ulikuwa unakuambia subiri kidogo, lala kidogo, utakwenda, hautachelewa. Ulikuwa unakubembeleza. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa nini hauko tayari kuyafanya mapenzi ya Mungu mwili? Na maandiko yanasema wale waufuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Mwili unaweza kukuambia usiombe, umechoka. Mwili unaweza kukuambia kwamba umehudhuria sana ibada, yaani Jumatano ulikuwepo, Ijumaa ulikuwepo, huna sababu ya kwenda. Utapumzika, utakwenda wakati mwingine. Mwili hautamani sana mambo ya Mungu. Mwili unatamani sana mambo ya dunia. Chakula cha mwili ni chakula cha kidunia na inatafuta mambo ya dunia. Na kila anayefuata mwili atayatimiza mapenzi ya dunia na mapenzi ya mwili. Na mapenzi ya mwili siku zote ni dhambi. Bwana Yesu Kristo atusaidie sana. Mapenzi ya mwili siku zote ni dhambi. Mwili umejaa ulafi, mwili umejaa usuda, mwili umejaa matunda ya mwili yanazungumzwa wazi. Matunda ya mwili ni ulafi, matunda ya mwili ni ulevi, matunda ya mwili ni hasira, matunda ya mwili ni ufisadi, matunda ya mwili ni tamaa mbaya, matunda ya mwili ni uovu, matunda ya mwili ni uzinzi, matunda ya mwili ni uasherati, matunda ya mwili ni ufilaji, matunda ya mwili ni matendo yote maovu. Yote hayo yanaitwa matunda ya mwili. Yaani ni matokeo ya mtu anapofuata mwili, lazima ayatende matendo ya mwili. Kwa hiyo kuna vita kati ya mwili na roho, na huwezi kuishinda hiyo vita kati ya mwili na roho usipowezeshwa na Roho Mtakatifu. Paulo mtume anazungumza kama muamini anataka ushinde mwili na tamaa zake, anahitaji kuwezeshwa na Roho Mtakatifu. Sema amina kama tuko pamoja vizuri sawa sawa. Kama Roho Mtakatifu haja kuwezesha, huwezi kuushinda mwili na tamaa zake. Utakuendesha mwili na tamaa zake, utakuendesha na utaufuata mwili na tamaa zake. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Unahitaji kujazwa Roho Mtakatifu ili akuwezeshe. Nasema unahitaji kujazwa nguvu za Roho Mtakatifu ili akuwezeshe kushinda vita ya mwili na roho. Maana wanaotenda matendo ya mwili, wanaofuata mwili, hawawezi kumpendeza Mungu. Ili muamini ashinde vita ya mwili na roho, anahitaji kujazwa Roho Mtakatifu na kuwezeshwa na Roho Mtakatifu kuishinda vita hiyo. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Mwambie jirani yako, vita hiyo sio vita ya kawaida. Ni vita ulionayo katika mwili wako. Bwana apewe sifa sana. Unajua hakuna vita mbaya sana kama vita ulionayo karibu na wewe. Hakuna vita mbaya sana kama vita ya mtu wa karibu yako. Sasa wa karibu yako sana ni mwili. Mwili ndio wa karibu yako kuliko kitu kingine chochote. Bwana Yesu atusaidie sana. Katika maisha haya ya mwili, mwili ni wa karibu yako mno. Mwili ni wa karibu yako mno. Ukitiisha mwili kwa roho, utamfanya Mungu kuwa wa karibu kuliko mwili. Naomba nirudie tena pointi hiyo. Ukiutiisha mwili kwa roho,
utamfanya Mungu awe karibu kuliko mwili. Na ndio maana tunahitaji kutiisha mwili kwa Roho Mtakatifu ili Mungu awe karibu kuliko mwili. Na Mungu akiwa karibu kuliko mwili, matunda ya kiroho yanadharika kwako. Sema amina kama tuko pamoja vizuri sawa sawa. Tunda la Roho linatokea kwako. Bwana Yesu atusaidie sana. Napenda mstari ule anasema hivi. Anasema hivi, kwa kuwa nia ya mwili, mstari wa 6, Warumi 8. Kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya Roho ni uzima na amani. Nia ya mwili siku zote, mapenzi ya mwili ni mauti. Mauti ni kutenda dhambi. Siku zote mwili unatamani kutenda dhambi. Mwili unatamani matakwa yake. Mwili una tamaa zake. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Mwili una tamaa zake. Mwili una matakwa yake, na mapenzi ya mwili siku zote ni mauti. Bwana atusaidie sana. Hiyo ndio nia ya mwili. Lakini anasema nia ya Roho ni uzima na amani. Nia ya Roho, nia ya roho yako. Roho yako inamtamani Mungu. Roho yako inampenda Mungu. Roho ya mwanadamu ina shauku juu ya mambo ya Mungu. Lakini mwili hautamani mambo ya Mungu. Mwili unatamani mambo ya dunia. Mwili unatamani mapenzi yake. Mwili una vita na roho. Namna ya kuweza kushinda, lazima muamini awezeshwe na Roho. Bwana Yesu apewe sifa sana. Lazima uwezeshwe na Roho Mtakatifu ndio akuwezeshe kuishinda vita katika mwili. Uiwezi mwenyewe, maana mwili wako unahitaji kuweza katika Roho. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Anasema hivi, mstari wa 5, kwa maana wale wafuatao mwili uyafikiri mambo ya mwili. Ukitaka kujua huyu ni wa mwili, anafuata roho au anafuata mwili, na ukitaka kujijua unafuata roho au unafuata mwili, angalia unayoyafikiri. Bwana Yesu atusaidie sana. Mwambie jirani yako, angalia unayoyafikiri. Yanakujulisha wewe ni mtu wa tabia ipi. Ni wa tabia ya rohoni au ni wa tabia ya mwilini. Bwana Yesu atusaidie sana. Wale waufuatao mwili uyafikiri mambo ya mwilini. Uyafikiri mambo ya mwilini. Bali wale waifuatae roho uyafikiri mambo ya rohoni. Bwana Yesu atupe sifa sana. Wale wanaoifuata roho, yale wanaomfuata Roho Mtakatifu, na ukiangalia pale utaona anaeleza umuhimu wa kumfuata Roho Mtakatifu, kwa sababu tunapomfuata Roho Mtakatifu tunawezeshwa kufikiri mambo ya rohoni, kuyapenda mambo ya rohoni. Kwa nini ibada hauna shauku nayo? Kwa nini maombi huna shauku nayo? Kwa nini kusoma neno huna shauku nayo? Kwa sababu kuna mahali mwili umechukua nafasi na wewe unaufuata mwili kuliko kuifuata roho. Ndio maana unafikiri mambo ya mwilini kuliko mambo ya rohoni. Na wale wanaokubali kuwezeshwa na Roho Mtakatifu, Roho anawawezesha kugeuzwa kuto kufikiri mambo ya mwilini, kufikiri mambo ya rohoni, kujali kwanza mambo ya rohoni, kuyapa thamani kubwa mambo ya rohoni kuliko mambo ya mwilini. Sema amina kama tuko pamoja vizuri sawa sawa. Pigie Bwana makofi ya shangwe na vigelegele kabisa kwa Yesu. Kiwango cha unachokipa uthamani kinaonyesha kiwango ambacho ndani yako nini kinachokuongoza, ni mwili au roho. Kama unaupa uthamani mambo ya Mungu, yanakuwa ya thamani ya kwanza, yanakuwa ya kwanza, maana yake umeshinda vita katika mwili. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Maana yake umeshinda vita katika mwili, na kwa sababu umeshinda vita katika mwili, mambo ya Mungu yanakuwa ya kwanza. Bwana Yesu apewe sifa sana. Alikuwa anazungumza mtumishi wa Mungu kwenye mkesha, anasema kwa nini husikii shauku ya kuomba? Ni kwa sababu mwili umechukua nafasi zaidi ya roho. Mwili umechukua nafasi zaidi ya roho. Kwa hiyo unatembea kwenye struggle za maisha.
unatembea kwenye stress za maisha, wala mambo ya kiroho huyaoni ya thamani. Mtu ambaye roho amechukua nafasi, roho ana nafasi ya kutosha, amejazwa nguvu za Roho Mtakatifu kwenye maisha yake za kutosha. Roho Mtakatifu amemjaza, anaendelea kujaa, maisha yake yanajazwa, anawezeshwa na Roho Mtakatifu. Roho anamwezesha kuwa juu sana na kuweza kuushinda mwili na tamaa zake, hata mawazo yake, hata tamaa yake, hata shauku yake ni shauku ya mambo ya Mungu. Sema amina kama tuko pamoja vizuri sawa sawa. Sema amina kama tuko pamoja vizuri sawa sawa. Huyo ni rahisi kuishinda dhambi. Sema amina kama tuko pamoja. Huyo ni rahisi kuishinda dhambi. Kama uwezeshwi na Roho, ni ngumu sana kuishinda dhambi. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Mstari wa 9 anasema hivi: lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili, bali mwaifuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo sio wake. Ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yetu, tumejazwa na Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu, na tunatembea chini ya nguvu na uwezesho wa Roho Mtakatifu. Yupo ndani yetu. Hatufuati mwili, hatuwezi kufuata mwili, tunafuata Roho. Bwana Yesu apewe sifa sana. Matendo ya mwili kwako yatakuwa ni hadithi. Matendo ya mwili kwako hayatakuwa na nguvu. Matendo ya Roho ndiyo yatakayokuwa na nguvu katikati yako. Sema amina kama tuko pamoja vizuri sawa sawa. Mstari wa 10 anasema hivi: na Kristo akiwa ndani yenu, mwili wenu umekufa kwa sababu ya dhambi, bali roho yenu ihai kwa sababu ya haki. Kumbe huyu Roho Mtakatifu anapokuwa ndani yetu, anaufisha mwili kwa sababu ya dhambi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Anaufisha mwili kwa sababu ya dhambi. Tamaa za mwili zinafishwa, uasherati unafishwa, ufisadi unafishwa, kiburi kinafishwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Hasira zinafishwa, uzinzi unafishwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Ulevi unafishwa, ulafi unafishwa. Vyote vile matendo ya mwili yanafishwa. Neno kufishwa maana yake yanauliwa. Sema amina kama tuko pamoja vizuri sawa sawa. Matendo ya mwili yanauliwa ili Roho Mtakatifu aweze kukuwezesha kushinda matendo ya mwili. Lazima ujazwe na nguvu za Roho Mtakatifu ili Roho Mtakatifu akukalie, auwe matendo ya mwili. Sema amina kama tuko pamoja vizuri sawa sawa. Sema amina kama tuko pamoja vizuri sawa sawa. Sema amina kama tuko pamoja vizuri sawa sawa. Mpigie Bwana makofi ya shangwe na vigelegele kwa Yesu. Piga makofi ya shangwe na vigelegele kwa Yesu. Piga makofi ya shangwe na vigelegele kwa Yesu. Piga makofi, mguse jirani yako, mguse jirani yako. Mwambie fisha matendo ya mwili kwa Roho. Mwambie fisha matendo ya mwili kwa Roho. Mwambie fisha matendo ya mwili kwa Roho. 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 Na yupo Roho Mtakatifu anayeweza kukuwezesha kuyafisha matendo ya mwili kwa Roho, ukaishi maisha ya kiroho baada ya kuishi maisha katika mwili na kufuata mwili na tamaa zake. Roho Mtakatifu anaweza kukuwezesha kushinda dhambi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sema amina kama tuko pamoja vizuri sawa sawa. Sema amina kama tuko pamoja vizuri sawa sawa. Ngoja. Hivi unafikiri kwa mfano, Moses njoo. Hebu njoo Moses. Njoo hapa. Hivi unafikiri kwa mfano mimi nilivyo hivi? Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nilivyo hivi, Bwana apewe sifa sana. Nikimkalia huyu anainuka kweli? Bwana Yesu apewe sifa sana. Anainuka kweli? Kama namkalia huyu anainuka kweli? Bwana Yesu apewe sifa sana. Maana yake hana nguvu tena.
ndivyo ukijazwa na Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu anakuwa ndani yako, anakuwezesha, anafisha matendo ya mwili. Mwili unakuwa hauna nguvu, bali Roho wa Mungu ndiye anakuwa na nguvu katikati yako, na anajidhihirisha kwako, na matendo yake yanaonekana kwako. Pigie Bwana makofi ya shangwe na vigelegele kabisa kwa Yesu. Lakini unaonaje mtu kama huyu? Hebu sogea. Bwana Yesu apewe sifa sana. Unaoneje nikimkali? Hebu inama. Si ana uwezo wa kuinuka Bwana apewe sifa sana. Hebu jaribu kuinuka. Si unaweza? Unaona ananiinua. Sasa hivyo ndio namna ambavyo mwili, kama hujajazwa Roho Mtakatifu, mwili unakuwa na nguvu hivyo. Hello. Are you together? Tuko pamoja wapendwa. Tuko pamoja wapendwa. Kama haujajazwa Roho Mtakatifu na kuwezeshwa na Roho Mtakatifu, mwili unakuwa na nguvu kuliko roho, na kwa sababu hiyo kitakachoonekana ni matendo ya mwili badala ya matendo ya roho. Tuko pamoja wapendwa. Tuko pamoja wapendwa. Natamani ujae Roho Mtakatifu ili uwezeshwe na Roho kushinda mwili na tamaa zake, yani kuishinda dhambi. Unapoushinda mwili, umeishinda dhambi na unawezeshwa kuishi maisha matakatifu. Na Wagalatia anazungumza sura ya 5, anasema lakini enendeni kwa Roho, mstari wa 16. Enendeni kwa Roho, wala hamtaweza kamwe kuzitimiza tamaa za mwili, kwa sababu mwili utamani ukishindana na nini? Na roho, na hizi zimepingana, hata mwezi kufanya mnayoyataka. Wagalatia, Paulo anazungumza kwa Wagalatia, anazungumza Paulo na kuonyesha ya kwamba vita iliyokuwepo kati ya mwili na roho sio vita ndogo. Inahitaji lazima tuwezeshwe na Roho, tutembee katika Roho. Basi enendeni kwa Roho, wala mtaweza kamwe kuzitimiza tamaa za mwili, kwa sababu mwili utamani ukishindana na roho, na roho ushindana na mwili, maana hizi zimepingana, hata mwezi kufanya mnayoyataka. Unatamani kuomba, mwili unakukataza kuomba. Unasema pumzika. Mama Bite, umechoka, pumzika. Jana uliamka kukaanga miogo, sasa pumzika. Usiombe. Usiende leo mkesha, pumzika, kwa sababu umechoka sana, uliamka saa 10 za usiku. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nifurahi sana mtumishi wa Mungu Vera, siku ya mkesha ananiambia nimetoka Masaki muda wa usiku kabisa, lakini pamoja na hiyo anasema hata kama ni nusu saa nipate nafasi ya kuomba. Bwana Yesu apewe sifa sana. Huyo ndio mtu aliye Roho Mtakatifu, ana nafasi zaidi ya mwili. Maana mwili unakuhubilia kabisa kwamba kwanza umechoka, umetoka kwenye kazi, lakini kama roho ana nafasi, ndani yako kuna kujibidisha, kuna kuwezeshwa. Hausikii mpaka utimize tunda la Roho, yani ule upendo wako kwa Mungu. Sema amina kama tuko pamoja vizuri sawa sawa. Mpaka uingie kuomba, ndipo unapojisikia sasa, naweza kupumzika. Bwana apewe sifa sana. Bwana apewe sifa sana. Mimi nilikuwa nawaambia, nilikuwa nimetoka kwenye mkutano na upili mkutano kule Viweke, lakini pamoja na hiyo ningeweza kusema nimehubiri mkutano, nimetoka, nimekemea mapepo, nikapumzika nyumbani, lakini roho inanibirisha kwamba lazima ukaombe, lazima ukaombe, lazima ukaombe. Mwili hauna nguvu, mwili unasema wewe umechoka, lakini roho inaniambia lazima ukaombe, na roho ndio inakuwa na nguvu, kwa sababu ukijazwa Roho Mtakatifu na kuwezeshwa na Roho Mtakatifu, roho inakuwa na nguvu zaidi ya mwili. Kwa hiyo unaenenda kwa roho, hauendi kwa mwili. Bwana apewe sifa sana. Hizi zote zimepingana, hata mwezi kufanya mnayo yataka. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sema amina kama tuko pamoja vizuri sawa sawa. Lakini Zakaria sura ile ya 4 mstari ule wa 6, Zakaria Zerubabeli anaambiwa kwamba si kwa uweza wala si kwa nguvu, bali ni kwa Roho wangu, asema Bwana wa majeshi. Nani wewe mlima mbele za Zerubabeli? Utakuwa nchi tambalale. Nini anaambiwa Zerubabeli? Kwamba utawezeshwa na Roho. Hutaweza mwenyewe kushinda vita.
kushinda upinzani, kuishinda vita ya mwili, kuishinda dhambi. Hauwezi mwenyewe, unahitaji kuwezeshwa na Roho mpendwa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sema amina kama tuko pamoja vizuri sawa sawa. Kama kuna kitu unachokihitaji sana ni Roho Mtakatifu. Unahitaji kujazwa Roho ili kuwezeshwa. 2026 mpendwa, ili utembee kwenye maisha ya ushindi juu ya dhambi, utembee kwenye maisha ya ushindi katika kiroho, ili uweze kufanikiwa kimwili na kiroho, unahitaji kuwezeshwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sema amina kama tuko pamoja vizuri sawa sawa. Anamwambia, anasema Zakaria sura ya 4 mstari ule wa 6, akajibu akaniambia akisema, hili ndio neno la Bwana kwa Zerubabeli, kusema si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali ni kwa Roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Nani ewe mlima mkubwa mbele za Zerubabeli? Utakuwa nchi tambalale, naye ataweka lile jiwe la kuwekwa juu kabisa, pamoja na vigeregele vya neema, na neema ipate kuikalia. Nini anachomwambia Zerubabeli? Anamwambia Zerubabeli alikuwa kiongozi kati ya wale viongozi waliotoka uhamishoni kule Babiloni. Mmoja wa viongozi kulikuwa na Nehemia na kulikuwa na Zerubabeli. Nehemia alikuwa ni wa kwanza walipotoka uhamishoni, yeye alikuja kujenga ukuta wa Yerusalemu. Lakini Zerubabeli alikuwa ni moja ya viongozi aliyekuja katika safari ya pili ya kurudi kwa wana wa Israeli kutoka Babiloni, na yeye alikuja kwa misheni ya kujenga hekalu ya Yerusalemu lililokuwa limeharibiwa na Nebukadneza. Sema amina kama tuko pamoja vizuri sawa sawa. Nehemia alikutana na upinzani mkubwa, upinzani wa kina Sanbalati na kina Tobia wakati anajenga ukuta wa Yerusalemu. Ilikuwa hali ngumu na nzito sana, na Mungu akampa kushinda Nehemia. Na sasa ukuta umejengwa na milango imekamilishwa, lakini lile hekalu limeharibiwa. Na sasa Zerubabeli, safari ya pili wanarudi wana wa Israeli kutoka Babiloni kwa mkono wa Zerubabeli, na Mungu amewapa kujenga hekalu la Yerusalemu lililokuwa limeharibiwa. Hali ilikuwa mbaya katika lile hekalu, limeharibiwa, milango imeteketezwa, vitu vimeharibika, mambo yameharibika. Vita ilikuwa ni ngumu sana katika kujenga hekalu. Wasomaji wa Biblia wanajua, hata wazee walipoona ujengaji wa lile hekalu walilia, maana wakuona lina utukufu kama lile hekalu la kwanza. Bwana Yesu asaidie sana. Vijana wenyewe walifurahia kwa sababu hawakujua mambo. Ni kama leo tunavyoona vijana wanafurahia, wao wanaona hakuna mambo, lakini wazee wanapolitazama kanisa wanaliona linamhitaji sana Roho Mtakatifu. Vijana wanaona mambo yanaenda, lakini wazee wanasema tunamhitaji Roho Mtakatifu, kwa sababu tunapoangalia kuna viwango vingi vimepungua. Tunapoangalia shauku ya watu sio kama tuliokuwa nayo wakati tulipokuwa tumeokoka. Tunapoangalia bidii tulizokuwa nazo sizo walizonazo washirika wa leo, si tulizokuwa nazo kipindi kile. Bwana Yesu atusaidie sana. Nini? Kwa sababu watu hawaendelei kujaa nguvu za Roho Mtakatifu. Watu hawaendelei kujaa, na masomo haya hayafundishwi mara kwa mara. Wakati mwingine tunahangaika na masomo yanayohangaika sana kama watu wa ministry, mambo yanayohangaika kawaida. Hatuhangaiki kuwafundisha watu umuhimu wa kuwezeshwa na Roho Mtakatifu. Na kwa sababu hawawezeshwi na Roho Mtakatifu, hali yao, viwango vyao vinazidi kupungua. Tunawaona kama wapo, lakini tukiwapima, tukiangalia vizuri, tunaona viwango vipo, yamerudi maisha ya kawaida, hali ya ukawaida. Anaabudu mtu kama kawaida, anakwenda kwenye ibada kama kawaida, maisha yake ya kiroho ya kawaida, matendo yake kama matendo ya mtu asiyookoka, maneno yake kama maneno ya mtu asiyookoka. Hana uwezo wa kushuhudia, yeye ni mtu wa kuhimizwa, ndani hakuna shauku ya ndani ya kiroho. Zerubabeli alipoona ile vita ya kujenga lile hekalu, akasema Mungu si
sitaweza, ninahitaji uniwezeshe. Akaambiwa Zerubabeli, hakuna manguvu ya kibinadamu wala uwezo wa kibinadamu utakao kuwezesha, isipokuwa ni Roho Mtakatifu ndiye atakayekuwezesha kushinda changamoto mbalimbali ulizo nazo. Sema amina kama tuko pamoja vizuri sawa sawa. Asubuhi ya leo ninasema yupo Roho Mtakatifu, mwezeshaji wetu, anayeweza kutuwezesha kushinda changamoto mbalimbali, changamoto za kiroho, kupoa kiroho, changamoto za kimaisha, katika maisha yetu, katika ndoa zetu, katika biashara zetu, katika uchumi wetu, katika mahangaiko yetu. Holy Spirit, Roho Mtakatifu ndiye mwezeshaji wa kutuwezesha kwenye kila aina ya changamoto. Unamhitaji Roho Mtakatifu. Jaribu lako unahitaji kuwezeshwa na Roho Mtakatifu. Sema amina, sema amina, sema amina, sema amina, sema amina, sema amina. Ukijipigania mwenyewe utashindwa, lakini ukimwacha Roho Mtakatifu ukajazwa na ukamwambia Roho niwezeshe, atakuwezesha. Sema amina kama tuko pamoja vizuri sawa sawa. Unajua Roho anaweza kukuwezesha hata kuishi na mtu mgumu sana, mtu ambaye hana shukrani, mtu ambaye mwenye maneno. Roho anaweza kukuwezesha kwamba huyu akakupa neema ya kukuwezesha mtu mwenye maneno ukaishi naye, na watu wakakushangaa. Unawezeje kuishi na huyu? Unawezeje kuwa na rafiki na huyu? Sisi tumeshindwa wote, wewe umewezeje? Holy Spirit. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nataka nikwambie, huyo mume uliye ndaye, tabia zake, mwenendo wake, hali yake ambayo inakushusha moyo, ambayo inakukatisha tamaa, ukiangalia unasema siwezi, unataka kuondoka, kuiacha ndoa. Usiondoke mpendwa, yupo Roho Mtakatifu anaweza kukuwezesha kuishi na mume huyo huyo, na baadaye akaja kuwa mume bora na wa faida na wa baraka sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Roho Mtakatifu anaweza kukuwezesha. Nasema Roho Mtakatifu anaweza kukuwezesha. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na yuko tayari kukuwezesha na kukusaidia katika maisha yako. Sema amina kama tuko pamoja vizuri sawa sawa. Sema amina kama tuko pamoja vizuri sawa sawa. Lakini Roho Mtakatifu anaweza kutuwezesha kabisa katika maisha ya kawaida kabisa ya kimwili. Yaani haya ya kawaida kabisa, maisha ya kila siku ambayo tunayokutana nayo ya kila siku kama mwezeshaji. Anaweza maisha ya kila siku, kula kwako, kuvaa kwako, kutembea kwako, shughuli zako, mambo yako, Roho Mtakatifu anaweza kukuwezesha. Ndio maana unahitaji kujaa Roho Mtakatifu ili akuwezeshe katika maisha yako ya kila siku. Roho Mtakatifu ni mwezeshaji katika mazingira yote ya maisha yetu ya kila siku. Anamwezesha, kama somo letu linavyosema, kuwezeshwa na Roho Mtakatifu katika maisha ya muamini. Ndio somo letu linavyozungumza. Tunahitaji kuwezeshwa na Roho Mtakatifu katika maisha ya muamini. Maisha ya muamini yamegawanyika katika kiroho na kimwili. Mpendwa, Roho Mtakatifu anaweza kukuwezesha kwenye maisha ya kawaida kabisa, namna ya kuishi. Anaweza kukupa maarifa mahali ambapo unaona kabisa ya kwamba hali ni ngumu. Roho Mtakatifu anaweza kukupa maarifa ya namna ya kufanya katika mazingira hayo na ukaishi. Haleluya! Nipungie mkono namna hii. Pungie mkono namna hii. Unahitaji kujazwa Roho na kuwezeshwa na Roho. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mazingira kawaida kabisa. Yamkini wote wanaangalia wanasema maisha magumu, hali ni ngumu, hali hii ngumu, lakini wewe ukijazwa Roho Mtakatifu ukamwambia Roho niwezeshe katika mazingira haya, nifanye nini? Roho atakupa maarifa na atakuwezesha nini ufanye na uishi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Anaweza kukupa ufahamu fulani, maarifa fulani.
Bwana Yesu apewe sifa sana. Ya namna ya kufanya. Anaweza kukuambia fanya biashara hii. Anaweza kukushauri fanya hiki. Wakati mwingine anaweza kukushauri hata vitu ambavyo pengine uvipendi sana, lakini kumbe ndio vitu ambavyo Roho Mtakatifu anaona vinaweza vikakuletea faida. Bwana Yesu apewe sifa sana. Wapendwa wanafunzi ambaye mnaanza muhula mpya katika masomo, Roho Mtakatifu anaweza kukuwezesha kwenye masomo yako. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hata kama physics haipandi, Roho Mtakatifu anaweza kukuwezesha ipande. Sema amina kama tuko pamoja vizuri sawa sawa. Hata kama biology haipandi, Roho Mtakatifu anaweza kukuwezesha ikapanda. Sema amina kama tuko pamoja vizuri sawa sawa. Yupo Roho Mtakatifu unayehitaji kujazwa nguvu na kumwambia Roho niwezeshe hapa, na Roho atakuwezesha. Sema amina kama tuko pamoja vizuri sawa sawa. Sema amina kama tuko pamoja vizuri sawa sawa. Yaani faida tulionayo katika kanisa la kwanza, kanisa hili la kitabu cha Matendo ya Mitume ni faida ya kuwezeshwa na Roho. Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari ule wa 8 anasema, lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu Yerusalemu, Uyahudi, Samaria na hata mwisho wa nchi. Roho Mtakatifu ndiye anayekuwezesha. Bwana Yesu apewe sifa sana. Siku moja nilikuwa nahubiri mahali fulani, mtu mmoja akasema, napenda unavyoweza kunukuu maandiko na nikifuatilia nakuta andiko liko sawa sawa. Hivi unawezaje? Nikamwambia siwezi mwenyewe, ni Roho Mtakatifu ananiwezesha. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Yupo Roho Mtakatifu anaweza kukuwezesha katika kazi zako zile zile za kupika mandazi. Roho Mtakatifu anaweza kukuwezesha katika kazi zako zile zile za kuuza genge. Roho Mtakatifu anaweza kukuwezesha katika kazi zako zile zile za kuuza mboga. Roho Mtakatifu anaweza kukuwezesha katika kazi zako hizo hizo za design. Roho Mtakatifu anaweza kukuwezesha katika kazi zako hizo hizo za kushona. Roho Mtakatifu anaweza kukuwezesha. Sema amina kama tuko pamoja vizuri sawa sawa. Alimwezesha mtu mmoja katika kitabu cha Matendo ya Mitume anaitwa Dorcas. Bwana Yesu apewe sifa sana. Dorcas alikuwa ni mshonaji wa kawaida, lakini Roho Mtakatifu akamwezesha na akamgaia maarifa Dorcas namna ya kufanya, na alivyofanya ustadi wake ukawa wa viwango vya juu. Akawa na shona napelekea wajane, na wajane wakivaa wanapendeza. Na siku alipokufa Dorcas, walikwenda wale wajane kwa Petro, wakasema, angalia mavazi haya, huyu mshonaji aliyekuwa anatushonea, hapana, anahitajika kuishi. Roho wa uhai, Roho Mtakatifu mwezeshaji, akaleta uhai kwa Dorcas, akafufuka. Sema amina kama tuko pamoja vizuri sawa sawa. Roho Mtakatifu anaweza kukuwezesha. Unahitaji kuwezeshwa na Roho. Simama pale ulipo kwa miguu yako. Simama pale ulipo kwa miguu yako. Nataka tumuombe Roho Mtakatifu. Yuko hapa kuwezeshe. Yupo hapa kusaidie. Yuko hapa. Inua mikono yako miwili juu kabisa. Juu kabisa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Asubuhi ya leo ukihitaji hizi nguvu za Roho, zitakuwezesha, zitakusaidia kushinda dhambi, zitakusaidia kushinda majaribu, zitakusaidia kushinda changamoto, zitakusaidia kwenye maisha yako ya kawaida kabisa. Roho Mtakatifu ni mwezeshaji. Tungekuwa na muda ningekupitisha maeneo mbalimbali kwenye maisha ya kawaida kabisa. Roho Mtakatifu aliowezesha watu. Roho Mtakatifu anaweza kukuwezesha. Sema amina kama tuko pamoja vizuri sawa sawa. Aliwawezesha wale watu wakapata ustadi, mafundi wakawa na ustadi mzuri, wafua vyuma, wale wafua dhahabu wakawa na ustadi mzuri kwa ajili ya kujenga hekalu. Roho Mtakatifu aliwezesha ustadi. Nasema hata mafundi, pokeeni nguvu za Roho Mtakatifu akuwezeshe kuwa na ustadi mzuri, aweze kukutenganisha kati ya wewe na watu wengine, kwa sababu umewezeshwa na Roho Mtakatifu. Inua mikono yako miwili juu kabisa, mwambie Roho, niko hapa, ninahitaji kujazwa katika jina la Yesu. Baba, ninaomba achilia nguvu za Roho Mtakatifu. Mimina nguvu, mimina nguvu. Omba kujaa, omba kujaa. Mwambie Roho Mtakatifu, nijaze, uniwezeshe
uniwezeshe. Mwambie Roho Mtakatifu nijaze, uniwezeshe katika jina la Yesu. Pokea Roho Mtakatifu, pokea Roho Mtakatifu, pokea Roho Mtakatifu, pokea Roho Mtakatifu, roho wa uwezesho, roho wa uwezesho, roho wa uwezesho. Rapa papa pasheke rikata karamashata ikata karapa kashi rikote kete rianda rapa shakaraba. Anza kuomba, anza kuomba, anza kuomba. Mwambie Bwana nijaze, nijaze, nijaze. Mwambie nijaze. Ukiwa na kiu utajaa, ukihitaji kuwezeshwa utajaa. Kwenye ndoa yako unahitaji kuwezeshwa na Roho Mtakatifu. Kwenye biashara yako unahitaji kuwezeshwa na Roho Mtakatifu. Kwenye uchumi wako unahitaji kuwezeshwa na Roho Mtakatifu. Kwenye kazi yako unahitaji kuwezeshwa na Roho Mtakatifu. Kwenye huduma yako unahitaji kuwezeshwa na Roho Mtakatifu. Kwenye majaribu yako unahitaji kuwezeshwa na Roho Mtakatifu. Roho anakuwezesha kwenye majaribu. Alimwezesha Yesu kushinda majaribu, kushinda majaribu pale nyikani. Pokea Roho, pokea Roho. Omba kujaa. Mwambie Bwana nijaze. Mwambie Bwana usinyamaze. Inua sauti yako, inua sauti yako, inua sauti yako. Anasema ni vipi ya kwamba ni yupi atakayemwomba Bwanaye mkate akampa jiwe, au atakayemwomba Bwanaye samaki akampa nyoka, au atakayemwomba yai akampa inge. Anasema ikiwa ninyi mlio waovu mwajua kuwapa vipawa vyema watoto wenu, Baba yenu wa mbinguni hatawapa Roho Mtakatifu wale wamwombao. Omba, 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 omba kujaa, omba kujaa. Pokea. Naona watu wanapokea. Pokea, 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 pokea. Cha nguvu, cha nguvu, cha nguvu ya kukuwezesha 2026. Nguvu ya kukuwezesha kushinda mwili, nguvu ya kukuwezesha kushinda dhambi, nguvu ya kukuwezesha kwenye maisha yako, nguvu ya kukuwezesha kwenye huduma yako. Pokea kwa jina la Yesu. 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 Cha nguvu, cha nguvu. Naiona nguvu, naiona nguvu, naiona nguvu, naiona nguvu. Cha nguvu. Kuna watu wanajaa. Jiachie, 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 jiachie. Ujae, 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 ujae. Unasikia nguvu, unasikia nguvu, unasikia nguvu, unasikia nguvu, unasikia nguvu. Bwana kujaze, Bwana kujaze, Bwana kujaze, Bwana kujaze. Pokea kipawa, pokea kipawa, pokea kipawa. Naomba mshike mkono jirani yako, ombeana naye. Mwambie, muombe jirani yako kujaa nguvu. Muombe jirani yako kujaa nguvu. Omba naye, omba naye, omba naye, omba naye, omba naye. Karapasha karaba, rapakasha kararaba, rikata karamaraba, rikata karabasheta, rapakasa karama, rikata karamaraba, repapapapa, yasa karabaraba, ritaka rabaraba, orapakasaka. Mwambie Bwana mjaze nguvu, mwambie Bwana mjaze nguvu, mwambie Bwana mjaze nguvu. Nguvu ya kumwezesha 2026, 2026. Pokea, pokea, pokea. Receive Holy Spirit, receive Holy Spirit, receive, receive, receive. Pokea Roho wa Bwana katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Haleluya, haleluya. Kama kuna mgonjwa sogea hapa niombe na wewe. Kama kuna mgonjwa sogea hapa tuombe na wewe. Nguvu za Mungu ziko hapa za kuponya. Umekuja ni mdhaifu, sogea hapa tuombe na wewe. Haleluya. Nataka niombe na msikilizaji wangu na nifuatilia pia katika mtandao. Hapo hapo mahali ulipo, nguvu za Mungu zikujaze sasa. Pokea ujazo wa Roho Mtakatifu na kuombea wewe ulio mgonjwa katika jina la Yesu. Baba, waponye walio wagonjwa, wenye matatizo mbalimbali, maradhi mbalimbali, udhaifu mbalimbali. Yesu ulidhihirishwa watu hao wawe na uzima, kisha wawe na tele. Natamka uponyaji, natamka uzima, natamka afya. Pokea kwa jina la Yesu. 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 Weka mkono kwenye kichwa chako. Mpendwa, weka mkono kwenye kichwa chako. Baba, katika jina la Yesu, na iachilia nguvu yako iguse sasa, iwaguse sasa, ikutane na mahitaji yao, mahitaji yao, mahitaji yao, mahitaji yao. Walio wagonjwa waponywe, walio wagonjwa waponywe. Wenye mahitaji mbalimbali ya kifedha, kutana na mahitaji yao. Wenye mahitaji mbalimbali ya kiuchumi, kutana na mahitaji yao. Wenye mahitaji
mahitaji mbalimbali katika jina la Yesu. Bwana kutana nayo mahitaji mbalimbali ya school fees, Bwana kutana nayo. Bwana kutana na kila hitaji la watu wako. Bwana watende, Bwana watende, Bwana watende katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Amen. Amen. Mpe Bwana makofi ya shangwe na vigelegele. Tukae.